أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapenda wanamizani mahali popote mlipo. Taarifa tulionayo mchana huu ni kuwa askari wa Israel wamevamia misikiti kadhaa huko Nablus katika nchi ya Falastini na kuzuia watu Waislamu kuswali swala ya Ijumaa katika misikiti kadhaa huko Falestina jana Machi 7, 2025. Kadhalika tutakuwa na taarifa ambayo imetolewa na wanamukawama wa Hamas ambapo wanasema kuwa wamejiandaa kwa jambo lolote lile ambalo Marekani na Israel imejiandaa nalo baada ya Donald Trump, rais wa Marekani, tangaza kuwa ametoa onyo la mwisho. Baada ya hapo Wafalastini watakiona cha mtemakuni atawaingiza katika jehanamu. Falastini wamemjibu kuwa wako tayari na walikushajiandaa kwa muda mrefu kwa lolote litakalotokea, wala hawaogopi vitisho vya Trump. Vikosi vya jeshi la Israel vimevamia misikiti kadhaa katika mji mkongwe wa Nablus, eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan huko Falastini inayokaliwa kwa mabavu, na kuzuia kuswaliwa swala ya Ijumaa hapo jana Machi 8, 2025. Likinukuu vyanzo vya usalama wa Falastini na wakazi wa Nablus, shirika rasmi la habari la Falastini Wafa limesema Wafalastini 3 wamekamatwa na kuzuiwa wakati wa uvamizi huo. Magari ya kijeshi ya Israeli yamevamia vitongoji vingi vya Palestina katika jiji hilo na kufyatua risasi za moto, maguruneti na kupoozesha mwili na mabomu ya kutoza machozi. Video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha wazayuni hao maghasibu mapema jana siku ya Ijumaa wakichoma moto msikiti mmoja katika mji wa Nablus. Hii si mara ya kwanza kwa wazayuni kuvunjia heshima matukufu ya Kiislamu katika mji huo mkongwe wa kihistoria wa Wafalastini. Hivi karibuni pia walowezi wa kizayuni wenye msimamo mikali ya kufurutuada walivamia msikiti mmoja na kuvunjia heshima Qur'ani tukufu katika mji huo wa Nablus. Makundi ya mukawama wa Kiislamu yametoa mwito kwa Wafalestina wote kuihami misikiti na taasisi za kidini, huku wakitoa mwito kwa mashirika ya kimataifa kutekeleza wajibu wao wa kuwabebesha dhima wazayuni kwa jinai wanazoendelea kuwafanyia Wafalastini. Kwa upande mwingine, taarifa iliyotolewa jana Machi 7 siku ya Ijumaa 2025, Brigedia Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Falestina Hamas, imetangaza kwamba zimejiandaa kwa chochote kitakachotokea na zingali ziko kwenye hali ya tahadhari kamili, zikisisitiza kuwa vitisho vya utawala wa kizayuni wa Israel vya kuanzisha tena vita dhidi ya ukanda wa Gaza havitatoa hakikisho kwamba utawala huo dhalimu la kuweza kuwakomboa mateka wake. Abu Ubaida, msemaji wa brigedi ya Al-Qassam, amebainisha hayo katika hotuba iliyorekodiwa na video na kurushwa hewani Alhamisi usiku, akisisitiza kwamba kile ambacho utawala ghasibu wa kizayuni umeshindwa kukipata kupitia silaha na vita haitaweza kamwe kukipata kwa vitisho na hila. Msemaji wa Al-Qassam ametoa tamko hilo siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kwamba Wafalestina katika ukanda wa Gaza na wapiganaji wa Hamas watauawa ikiwa hawatawaachilia mara moja mateka waliosalia wa Israel wanaoshikiliwa katika eneo hilo la Falastini lililowekewa mzingiro. Abu Ubaida amefafanua kuwa licha ya ukiukaji wa makubaliano na usaliti unaofanywa na adui mzayuni, Hamas imeendelea kuheshimu na kutekeleza kikamilifu makubaliano hayo ya kubadilishana mateka na kuidhibitishia hilo dunia na wapatanishi. Msemaji wa Al-Qassam ameongeza kwa kusema, tumeamua na tungali tunataka kushikamana na makubaliano hayo ili kuzuia umwagaji damu wa watu wetu, kuondoa visingizio vyovyote na kuheshimu ahadi tulizotoa kwa wapatanishi. Katika sehemu nyingine ya tamko hilo la tawi la kijeshi la Hamas, Abu Ubaida ametoa indhari ya kusema umma wa Kiislamu hautapata amani au utulivu wala hautakuwa na nafasi ya kuheshimika miongoni mwa mataifa hadi ardhi hii takatifu Palestine itakaposafishwa kwa kuondolea wazayuni maghasibu. Vile vile amesisitiza kuwa njia fupi zaidi ya kupatikana uthabiti wa amani katika eneo hili ni kudhibiti utawala wa kizayuni na kulazimisha utekeleze ahadi zake ulizosaini kuwa utazitimiza. Msemaji wa Al-Qassam ametahadharisha kwa kusema kitisho anachotoa adui cha kurejea vitani kitasukuma tu kurudi kwenye medani ya vita
ili kumaliza mabaki ya itibari yake, na akasisitiza kwamba vitisho unavyotoa utawala wa Kizayuni vinadhihirisha udhaifu wake tu na fedheha uliopata. Aidha, ametoa indhari kwamba kushadidi uchokozi wowote mpya utakaoanzishwa na jeshi la Kizayuni kunaweza kusababisha mauaji kwa baadhi ya mateka waliosalia wa adui mzayuni. Taarifa nyingine ni ile inayosema kuwa uchunguzi mpya umefichua kuwa kitengo cha ujasusi wa kielektroniki cha jeshi la Israel cha namba 8200 kimetumia mkusanyiko mkubwa wa mawasiliano yaliyonaswa kutengeneza chombo cha kijasusi cha akili mnemba AI ambacho modeli yake inashabihiana na ChatGPT kwa lengo la kuwachunguza na kuwafanyia ujasusi wananchi wa Palestina. Uchunguzi huo unaofanywa na gazeti la Uingereza la The Guardian na matokeo yake kutolewa siku ya Alhamis tarehe 6 Machi umehakikisha pia jarida la Jumlisha 972 na kituo cha lugha ya Kiebrania cha Local Call. Uchunguzi huo umeeleza bayana kuwa kitengo cha 8200 kilifunza kifaa hicho cha AI kuelewa Kiarabu kinachozungumzwa kwa kutumia idadi kubwa ya mazungumzo ya simu na ujumbe wa maandishi unaopatikana kupitia ufuatiliaji wake wa kina na maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Kitengo hicho cha kijasusi kiliharakisha uundaji wa chombo hicho baada ya kuanza kwa vita vya mauaji ya halaiki ya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 7, 2023 na kutoa mafunzo kwa nusu ya pili ya 2024. Uchunguzi ulibaini na kuongeza kuwa haijabainika ikiwa modeli hiyo bado imeshatumiwa na jeshi vamizi la Israel. Nadim Nashif, mkurugenzi wa kikundi cha haki za kidijitali cha Saba Amre, amesema Wafalastini wamekuwa wahanga katika maabara ya Israel ili kuendeleza mbinu hizi za kumiliki silaha za AI, yote hayo kwa madhumuni ya kubakisha hai utawala huo wa kibaguzi na ghasibu. Huko nyuma pia tovuti ya ICAD ilifichua kuwa utawala wa Kizayuni unawafanyia ujasusi mkubwa watumiaji wa Arabu wa mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na kudukua mambo yanayotumwa kwenye mitandao hiyo ili kupata watu wa kuwatumia kwa maslahi yao. Mashirika ya kijasusi ya utawala wa Kizayuni yametenga fedha nyingi za kuwarubuni na kuandaa rasilimali watu kwa ajili ya kuwatumia kwenye masuala ya kijasusi. Taarifa ya mwisho tulionayo ni inatoka kule Iran mjini Tehran, ambapo imamu wa muda wa swala ya Ijumaa ya Tehran amesema kuwa kufanya mazungumzo na Marekani ni kujidhalilisha. Amesisitiza kuwa taifa la Iran ni hamasa ya Karbala na Ashura na kamwe halikubali kudhalilishwa. Ayatollah Sayyid Ahmed Khatami amesema hayo katika hutuba ya sala ya Ijumaa iliyofaliwa jana siku ya Ijumaa Machi 7, 2025 iliyosaliwa kwenye mswala wa Imam Khomeini mjini Tehran, na amezungumzia namna rais wa Marekani Donald Trump anavyomdhalilisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kusema ulimwengu wote umeona fedheha na udhalilishaji ambao Trump amemfanyia rais wa Ukraine. Wale wote wanaojikomba kwa Marekani wanapaswa kupata funzo kubwa hapo. Imamu wa muda wa sala ya Ijumaa wa mjini Tehran pia amesema licha ya kwamba kiongozi muadhamu amekuwa akisisitiza sana kuwa kufanya mazungumzo na Marekani si kuheshimika na wala si jambo la mantiki, lakini kuna baadhi ya watu ilikuwa inawawia vigumu kuamini. Hata hivyo sasa, baada ya kuona udhalilishaji ambao Marekani imemfanyia rais wa Ukraine, wanakiri kwamba mazungumzo ya Marekani si katika hadhi ya taifa la Iran, kwani kufanya mazungumzo na Marekani ni kujidhalilisha na kujidogesha na ni kupoteza heshima. Ayatollah Khatami pia amesema Marekani na troika ya Ulaya, yani Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, wameitishia Iran kwamba baraza la magavana la IAEA litalazimishwa kuchukua hatua dhidi ya Tehran, lakini vitisho hivyo vimeshachakaa. Tunapaswa kusema kuwa kwa zaidi ya miaka 45 sasa wamekuwa wakitoa vitisho, lakini wameshindwa. Baada ya hapo pia wataendelea kushindwa, na tunatangaza hadharani kwamba kama hamtaachana na vitisho vyenu, basi taifa kubwa la Iran litaendelea kufelisha njama na vitisho vyenu vyote kupitia mkawama wake wa kupigiwa mfano, na litakufagieni kwenye medani ya siasa zenu.
Ama kuhusu matamshi ya waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki, Imam wa sala ya Ijumaa ya Tehran amesema Hakan Fidan amedai kwamba Iran inapaswa kuacha siasa zake kuhusu eneo hili, bali hata amevunjia heshima. Kwanza anapaswa kuelewa kwamba siasa zetu ni za ujirani mwema na hatutarajii kabisa kugombana na majirani zetu, na hilo limebainishwa wazi kwenye katiba ya Iran. Lakini pia matamshi yake ni ya kuvunja ujirani mwema, na viongozi wa Uturuki waelewe kwamba matamshi kama hayo si kwa faida yao hata kidogo. Hayo ndio yaliyojiri katika sala ya Ijumaa kule Tehran, ambapo taarifa zilizo muhimu ni kile kitendo cha serikali ya Kizayuni kuivamia misikiti katika mji wa Nablus kule na Palestina katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kuwazuia Waislamu kwa maelfu kuingia misikitini kwa ajili ya swala, kitendo ambacho kinaonyesha kuwa ni aina fulani ya uchokozi kwa ajili ya kuendeleza siasa zake za mauaji dhidi ya Palestina kwa nia ya kuwapunguza wa Palestina ili waweze kuzikalia na kuzichukua kimabavu ardhi zao. Kwa yote haya, kila Muislamu anapaswa kutambua kuwa hakuna jambo lililokuwa na nguvu na lenye uzito mkubwa zaidi katika ulimwengu wa Kiislamu hii leo kuliko Palestina. Tahrirul Quds, ukombozi wa kuikomboa Quds kutoka mikononi mwa Mazayuni, ni jambo la wajibu kwa Waislamu popote pale walipo. Wanastahili kushiriki kwa namna yoyote ile wanayoweza, kwa sababu hata leo angekuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yupo hai pamoja na maswahaba zake, hawana jambo jingine ambalo wangeweka katika ajenda ya Waislamu lililo kubwa zaidi, jambo kubwa linaloweza kushinda umuhimu wa ukombozi wa Palestina, umuhimu wa kuwakomboa watu wa Palestina, umuhimu wa kuzuia mauaji dhidi ya wananchi wa Palestina, umuhimu wa kuzuia makasibu wa Kizayuni kuziteka na kuzikalia kimabavu ardhi za Palestina. Tusisahau ndugu zangu Waislamu, hasa katika mwezi huu mtukufu Ramadhani, hasa katika ibada zetu, katika kusoma Qur'an, katika kukaa majalis ya dhikri, majalis ya Qur'ani katika misikiti mbalimbali, Waislamu wanatakiwa kuhama kwenye vijiwe vyote na mitaani, wakimbilie misikitini, kwa sababu takriban kila msikiti mashehe wamekaa kwa ajili ya kuwafasiria watu nini swala, nini Ramadhani, nini saumu, namna ya kutoa zaka, namna ya kutoa zakatul fitri, namna ya kuomba dua na mambo mengine ya Uislamu kuhuisha nguvu zetu za kiroho. Tusisahau kusoma suratul Fil na suratul Tabat Yada, suratul Lahab, kwa ajili ya wale wote ambao wanasimamia kuua wa Palestina na kuikamata na kuizuia Masjidul Aqsa, watu wasiingie ndani kwa ajili ya swala na kwa ajili ya ukombozi wake, kwa sababu hiyo ni lazima ya kisheria, ni fardhu ain kwa kila Muislamu, ukombozi wa Palestina. Tujitahidi kila mara kusoma Tabat Yada. Tusisahau kadhalika kusoma suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kisha baada ya hapo unamuomba Mwenyezi Mungu awadhalilishe na avunje nguvu zao, awadhalilishe awapi ya kuwashughulisha wote wale wanaosimamia mauaji, ikiwemo Marekani na nchi za Magharibi, ili Mwenyezi Mungu akakuzivunja nguvu zao hizo, wa Palestina wapate haki na wapate maisha yao na waweze kuamua mambo yao na waweze kuishi katika nchi yao kwa amani na salama. Na kutakieni Waislamu wote Ramadhani njema. Tusisahau kuwaombea Mafalestina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.